Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina, amma ba'du. Langu jina ni Alhabib Alhaddad Adam. Naam, wapenzi watazamaji wa kipindi adhimu, wa kipindi cha visa vya mitume, tukiwa katika mwendelezo wa visa vya mitume, sehemu hii ya tatu. Ndugu zangu katika imani, tujikumbushe kidogo katika sehemu ya kwanza kama kionjo, ili upate motisha wa kufuatilia visa vyetu, hasa kuanzia sehemu ya kwanza mpaka sehemu hii ya tatu. Kwa wale ambao walikuwa wanatufuatilia kuanzia mwanzo wa kisa hiki, tulipata kuona namna ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala alivyokuwa akimuumba baba yetu Adam, lakini kabla ya hapo tunaambiwa alikuwa akiumba vitu vingine, kisha baada ya hapo ndipo akaumbwa baba yetu Adam alayhi salam. Kisha ikaenda kwenye sehemu ya kwanza, Allah subhanahu wa ta'ala baada sasa ya kumkamilisha jimbile lake, wakaamuriwa, bimaana wakapewa amri malaika ya kumsujudia baba yetu Adam alayhi salam. Kwa haraka sehemu ya pili, basi ilithibiti kwamba aba sajida, aligoma kumsujudia. Na hapa tuweke nukta, kuna jambo kubwa la kujifunza. Allah subhanahu wa ta'ala alimuuliza, kwa sababu ilibidi tu asitajwe, lakini kulikuwa hakuna namna ya kutajwa, kwa sababu tukisema malaika pia naye anajumuika, japo yeye ni katika majini, lakini kwa kuwa aliunganishwa na malaika, Allah subhanahu wa ta'ala akamuuliza baada bismillahirrahmanirrahim katika suratul A'raf aya 12, anasema qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuka. Una nini wewe, kitu gani ambacho kimekuzuilia kutokumsujudia Adam alayhi salam? Kwa haraka alijibu kwa kusema ana khairum minhu. Tuweke nukta hapa. Kwa nini hii ana khairum minhu? Kwanza tafsiri yake ana khairum minhu, mimi ni bora kuliko yeye. Neno hili ndio lile ambalo linajulikana kama umimi. Inawezekana hapo kazini kwako unasema ana khairum minhu. Kwa hiyo tunajifunza kwamba kitu pekee ambacho kilimkosesha radhi za Allah subhanahu wa ta'ala ni kiburi. Na kiburi tunaambiwa huwa batrul haq, ni kukataa haki. Unaiona kabisa haki ni hii, lakini wewe unakingeuka, unakwenda ndivyo sivyo. Lakini kiburi pia tafsiri yake waghamtun nasi, kuwadharau watu. Ni jambo ambalo kwa hakika ndugu zangu katika imani tunalichukulia simple sana, kwamba ni jambo dogo. Ukifikiri kwamba kuzini, kuiba ndio jambo kubwa, ndio dhambi kubwa, ilhali unasahau dhambi ya kwanza kabisa ambayo ilitendeka kwa huyu Ibilisi, ambaye tukisema Ibilisi hatusemi radhiallahu anhu, tunasema la'natullahi alayhi. Kwa nini? Kwa sababu alidhihirisha kiburi chake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kusema ana khairum minhu. Kwa nini? Kwa sababu mimi nimeumbwa kwa moto. Kuna mwingine leo anasema bwana, mimi ni Mwarabu, mimi ni Msomali, mimi ni Mchina. Allah subhanahu wa ta'ala anatufahamisha ya kwamba sisi tumeumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala mataifa mbalimbali, mataifa tofauti, tabaka tofauti, hali kadhalika makabila, lugha, rangi. Lakini mwisho akasema inna akramakum indallahi atqakum, mbora wenu, mtu ambaye ni bora basi ni yule ambaye atavaa vazi la uchamungu, ni yule ambaye atakuwa mkarimu zaidi miongoni mwenu. Sehemu hii tujifunze kabla ya kwenda katika maisha ya baba yetu Adam kule bustanini peponi janna, tukio ambalo lilimtoa kabisa Ibilisi kwenye rehma za Allah subhanahu wa ta'ala.
Shida ni nini? Ana khairu minhu. Kwa hiyo ni tabia ambayo haitakiwi kwa Muislamu wa sawasawa kusema mimi ni bora kuliko wewe. Hata wewe mtazamaji usiseme mimi ni bora kuliko huyu. Kati ya mtu na mtu asiseme kwamba mimi ni bora kuliko fulani. Kati ya jirani vivyo hivyo, mimi ni bora kuliko jirani huyu. Vivyo hivyo kati ya ofisi hii na hii useme ana khairu minhu, mimi ni bora kuliko hao wengine. Kwa hiyo tunaona sasa baada ya Ibilisi laanatullahi alayhi kugoma kumsujudia baba yetu Adam, lakini inawezekana unajiuliza sijida gani? Je, ni kusujudu kama ibada tunavyofanya kwenye ibada zetu? Hapana, ilikuwa ni sijida ya heshima. Kama ambavyo tunaona baadhi ya makabila kwamba salamu zao wengine ni kufanya hivi, wengine ni kuinama, lakini almuhimu ni ihtiram, kuonesha heshima. Kwa sababu hii Allah subhanahu wa ta'ala anatufahamisha katika suratu Sad baada bismillahir rahmanir rahim, alimwambia fakhruj minha fa innaka rajim. Kuanzia leo toka humo, bimaana alitolewa kwenye rehema za Allah. Kama alikuwa na uhuru wa kwenda peponi kuzunguka namna anavyopenda katika pepo Allah subhanahu wa ta'ala, hapa Allah subhanahu wa ta'ala anatudhihirishia kwamba wewe hata uwe mcha Mungu kiasi gani, au unafanya ibada, unajibidisha sana, unafunga, unasoma, unatoa kwa kila hali, lakini ukiacha maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, haijalishi ni jambo dogo kiasi gani, jambo la kumsujudia baba yetu Adam tu lilimtoa katika rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana tunasisitizwa tunaposoma, tunapofanya chochote, basi tujilinde na sheitani Ibilisi laanatullahi alayhi kwa kusema a'udhu billahi minash shaitani rajim. Maana ya rajim maana yake amefukuzwa kwenye rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala anaendelea kwa kusema wa inna alayka la'nati ila yaumiddin. Vivyo hivyo kwa hakika nimekupatia laana zangu mimi. Maana tunapata kuona Ibilisi licha ya kufukuzwa kwenye rehma za Allah subhanahu wa ta'ala alilaaniwa. Hakuna kitu kibaya kama kukosa radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Kama ambavyo leo pengine wewe unaona jambo la kawaida sana kuishi na wazazi huku unawaletea dharau, ukidhani kwamba hiyo ndio namna nzuri ya kupata radhi, kinyume chake utapata laana. Tunashuhudia, sisi sote ni mashuhuda. Mitaani tunaona watu wamechanganyikiwa, watu wanaokota machupa. Haina maana kwamba ni ugumu wa maisha. Kuna wengine ni kukosa radhi za nani? Za Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na radhi za wazazi wao. Kwa hiyo muhimu ni kuendelea kukaa katika mstari wa sawa sawa ambao anaupenda Allah subhanahu wa ta'ala. Nukta nyingine ambayo tunajifunza ni kwamba baada ya Ibilisi kufanya dhambi na kosa kubwa, aliendelea. Kama Muislamu wa sawa sawa jifunze, unapoteleza, ukianguka, mtu akaja, bwana njoo nikusaidie. Na bwana mmoja aliangukia kwenye shimo, kisha akaja mtu mwema kumuokoa. Alivyoona akitoa mkono wake kwamba nikusaidie, yule bwana aliona kama anaombwa, na yule bwana alikuwa na mkono wa hivi, si mkono wa kutoa. Basi akang'ang'ana, akabaki kwenye lile shimo. Maana yake ni tujifunze kwamba ukikosea, kama ilivyo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anatufahamisha na anatukumbusha, sisi wanadamu wote ni wenye kukosea, lakini bora katika wenye kukosea ni wale ambao wanatubia. Lakini maal asafi shadid, huyu Iblis shaitani hakutubia. Allah subhanahu wa ta'ala alimwambia ya Adam, ewe Adam, uskun anta wa zawjuka aljanna, wewe pamoja na mkeo ingia peponi, kisha muweze kupata iliyokuwa mazuri zaidi humo peponi. Ndugu zangu Waislamu, tukiwa katika muendelezo wa kipindi hiki cha visa vya mitume, sehemu hii ya 3, maisha haya ambayo
alianza baba yetu Nabii Adam alayhi salam, tunapata kuona kwamba alipewa utukufu wa hali ya juu, alipewa sharafu ya juu, alipewa uhuru kwamba ale kila kitu, lakini alipewa angalizo. Je, ni kitu gani hicho? Aliambiwa wala taqraba hadhihi shajara, na wala usiukurubie mti huu, na wala usiukurubie mti huo. Tunaambiwa katika mufassirina wanasema katika jitihada zao, wapo ambao walisema kwamba ni mti wa mzabibu, lakini wengine walisema ni mti wa mtende. Vyovyote vile, almuhimu si kufahamu ni mti gani. Pia almuhimu si kufahamu Hawa aliumbwa kupitia ubavu gani. Somo kubwa ambalo tunajifunza katika maisha haya ya bustanini ni kwamba walipewa uhuru, walipewa nafasi, walipewa maisha mazuri, lakini waliwekewa mipaka, kama ambavyo tunaambiwa katika hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ala tambueni, kila mtu, kila kiongozi ana mipaka yake. Kwa hiyo tunafundishwa kuheshimu mipaka kati ya mtu na mtu. Tambua mipaka yako ni ipi kati ya wewe na wenzako. Mipaka yako wewe na Allah subhanahu wa ta'ala, haijalishi mpaka huo ni wa halali au wa haramu. Tukiangalia katazo la kuto kukaribia mti ule, lengo lake nini? Ni hasa ni kipimo cha utiifu. Tujiulize mimi na wewe, je, ni watiifu katika yale ambayo tumeamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala? Lakini kwa kuwa huku nyuma tumeona Ibilisi laanatullahi alayhi alimwahidi Allah subhanahu wa ta'ala ataendelea kuwapotosha popote pale. Pengine unajiuliza ndugu yangu mtazamaji, aliwezaje kuingia peponi? Hilo sio la muhimu sana, kwa sababu Ibilisi anapotaka kufanya jambo lake ana ushawishi mkubwa sana. Kubwa tunachojifunza ni kudhibiti nyenzo, njia ambazo zinakupelekea wewe kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa vitu hivyo ni macho. Yadhibiti macho yako. Leo ni mambo ambayo leo ni katika jamii ambayo kwa hakika utandawazi umekuwa mwingi sana. Kwa hiyo kubwa, weka mipaka. Ibilisi tunaambiwa alimshawishi mpaka akaingia katika mtihani wa kula tunda la mti ule. Alivyokula, mwisho akaona kwamba amemkosea Allah subhanahu wa ta'ala. Tukirudi nyuma, tunaona Ibilisi yeye alikosea, kisha akaendelea tu kukosea. Licha ya kosa hilo hakutubia, lakini tunaambiwa hapa mara moja baba yetu Adam alayhi salam alikiri kosa lake na kusema rabbana dhalamna anfusana, ewe Mola wetu tunakuomba tusamehe makosa yetu sisi. Kwa hakika sisi tumejidhulumu, ulitukataza lakini sisi tukawa tumepituka, tumevuka mpaka. Tuweke nukta hapa, tujifunze kubwa zaidi ni kuweka mipaka kati yako wewe na mwenzako, kati yako wewe na maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwenye nafasi hii, kwenye sehemu hii ya tatu, tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie mimi na nyinyi, ili tuje tuone katika kipindi kijacho katika maisha ya peponi namna gani baada ya kula lile tunda. Je, aliendelea kuishi peponi amla? Pengine unatamani tuendelee sana, lakini kwa kufikia hapa tuseme wabillahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.